Karibu katika kipindi cha Ghala la Chakula cha Uzima kinacholetwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi. Share your vision. Watu wako lazima wawe na uwezo wa kuelezea hayo maono. Lazima wajue wako wapi, wametoka wapi na wanaenda wapi katika maono wanayoyafuata. Shirikisha, uwe na ujasiri, usiwe na hofu ya kupinduliwa. Ndio maana hapa mwalimu anasema uwe na ujasiri wa kushirikisha wengine maono yako uliopewa na Mungu bila hofu ya kupinduliwa. Hakuna mtu anaweza kupindua. Kwanza ukiwashirikisha watu maono yako, ndio kwanza watakuinua. Watayazungumza maono yako kote huko waliko. Amini katika kuwezekana. Chini hapo. Amini katika kuwezekana na utafute mtu ambaye ataweza kufanya yawezekane. Amini katika kuwezekana na utafute mtu atakayefanya yawezekane. Viongozi wa kimageuzi wana ujasiri wa kushirikisha ndoto zao walizopewa na Mungu. Ukiwa kiongozi mwenye ujasiri wa kimageuzi, hautaogopa kuwaambia watu kuhusu maono yako. Kuna wengine wanaficha kwa sababu watapinduliwa. Hawa juu wazee wakijua kila kitu hawa. Kwa hiyo maono yake anawapa kiduchu, anawadokolea tu. Unakuta sehemu kubwa ya maono watu wazee wa kanisa hawajui maono wanayoyatumikia, wachungaji wasaidizi hawajui maono wanayoyatumikia, washirika wenyewe hawajui maono. Yani hata ukimwambia tu jina la kanisa hajui. Anasaliki pale nani jengo fulani hivi lina, ulijui ile njano njano lile, yeye linaitwaje, yale lina njano njano nje, hajui jina la kanisa lake. Kuna mwingine anamuuliza unasali kwa mchungaji gani? Mchungaji nani yule, mchungaji nani yule, mchungaji nani, hata jina lake sijalishika kwa kweli. Yeye anakuwa mfupi mfupi hivi, machachari sana, akihubiri lazima afanye hivi. Share your vision. Watu wako lazima wawe na uwezo wa kuelezea hayo maono. Lazima wajue wako wapi, wametoka wapi na wanaenda wapi katika maono wanayoyafuata. Shirikisha, uwe na ujasiri, usiwe na hofu ya kupinduliwa. Ndio maana hapa mwalimu anasema uwe na ujasiri wa kushirikisha wengine maono yako uliopewa na Mungu bila hofu ya kupinduliwa. Hakuna mtu anaweza kupindua. Kwanza ukiwashirikisha watu maono yako, ndio kwanza watakuinua. Watayazungumza maono yako kote huko waliko. Na jambo la tatu, Yesu aliamini mambo ambayo watu wengine hawakuamini. Yesu aliamini mambo ambayo wengine hawaamini. Kiongozi lazima awe na imani kubwa. Wakati watu wamekata tamaa, hawana mwelekeo, wewe waaminishe. Waambie tunakwenda na tuta move. Tutafika. Itawezekana. Sasa mbona mchungaji hela ni nyingi? Waambie Yesu ana hela nyingi kuliko tulizonazo sisi. Yesu ana pesa nyingi kuliko zilizoko hapa duniani. Atafanya. Wape imani. Yesu aliamini kuliko wengine. Na chini pale anasema Yesu alikuwa amejawa na imani. Yesu alijawa na imani. Yesu alikuwa amejawa na imani. Pale chini anasema Yesu alisema kila jambo linawezekana kama mtu akiamini. Yesu alisema kwa Mungu yote yanawezekana. Yesu alisema kama mngekuwa hata na chembe ya imani, hakuna kitu chochote ambacho mngeshindwa. Chini ya boksi hilo jeusi anasema wakati mnapoamini, jaza pale, mnapoamini. Wakati mnapoamini, mnaweza kufanya tofauti wakati wote. Wakati mnapoamini, mnaweza kufanya tofauti. When you believe you can make difference, there is always an answer. Wakati mnapoamini
mnaweza kufanya tofauti. Kama tukiwa na imani, tutafanya mambo ya tofauti. Tutafanya mambo makubwa ambayo hayakutarajiwa, ambayo hayakutegemewa yatakuja. Mimi nilipoanzisha kanisa, nilianzisha kanisa kwa imani. Halikuanza kwa nadharia, lilianza kwa imani. Na siku ya kwanza wakati naliandaa, nilikuwa natafuta ukumbi, maana nilikuwa sina kwa kuanzia. Kwa nikaenda kwenye ukumbi mmoja. Nikaongea na wale wenye ukumbi kwamba niwe naendesha ibada pale. Akasema, "Lakini Yusuf umesema unataka kuanza?" Nikamwambia, "Hey, sasa mtu unaanza kwenye ukumbi, gharama utalipaje?" Maana najua kuanza lazima utaanza na watu 10, 20 mpaka waje wafikie 50. Mimi nikamwambia mimi nataka ukumbi wa kuanzia watu 1000. 1000. Maana pale kulikuwa na kumbi nyingi. Kaniambia kuna kumbi ya watu 100, 200, 100 ngapi? Nikamwambia mimi nataka ule mkubwa wa 1000. Yesu umesema unataka kuanza? Ndio unaanza tu. Utapata wapi watu? Mimi nikasema mimi nataka ukumbi mkubwa wa kuchukua watu 1000 na kuendelea. Haya bwana. Kama una hela za kuchezea haya, sisi tunatafuta hela, nakupa. Kwa hiyo walinikodisha ukumbi wakijua kwamba jamaa ukumbi mkubwa hivyo na utampata nani? Sasa kilichokuja kuwachanganya zaidi, ilipokaribia nikawaambia pia zile kumbi zingine zilizoko juu kule, maana zingine kwenye magorofa. Nikamwambia hizo zote pia nitazitumia. Kufanyia nini? Nikamwambia nitaweka screen ili watu wakijaa huku chini, wakikosa kwa kukaa, watakaa huko juu kwenye hizo kumbi zingine. Ina maana watajaa mpaka huko. Kaambia hizo kumbi zote nitazilipia. Watu watajaa huko. Mimi nitakuwa chini hapa, wengine watakuwa wanasikiliza kuangalia TV na speaker. Ilikuwa surprise ya pili. Ya tatu sasa. Siku 2 kabla ya kufungua kanisa, nikawaambia pia ili eneo lote la parking nje naomba niliweke mahema, nijaze mahema hapa kwa sababu natarajia watu kama 1000 au 2000 watakuwa nje hapa. Ambao ndani hawatatosha wala kwenye zile kumbi zingine hawatatosha au watakaa nje kwenye mahema. Wakasema sasa huu ni wazimu. Huyu hata hela zote sijui kama atatulipa. Atulipe kwanza. Meneja akasema huyu atulipe kwanza. Hapa tunaongea na chizi. Huyu sio mchungaji, huyu utakuwa chizi. Kwa sababu angekuwa ametokea mahali kwamba anahamia hapa, tungeelewa kwamba analihamisha kanisa lake, lina watu wengi, anawaleta. Hajawahi fanya ibada hata moja. Alafu anaandaa viti kote huko, anajaza viti. Huyu atatulipa hela zetu huyu? Atulipe kwanza. And I paid. Kwa hiyo nililipa cash. Na wakaniandalia kumbi zote. Huyu askofu shahidi. Alikuja na timu yake. Wengine wale pale. Zote zilijaa, kumbi za ndani zote, ukumbi mkubwa ulijaa, kule juu nilikuwa nasema kulijaa, mahema ya nje pale yalijaa, watu walikaa kwenye mitalo. Hakuna hema, hakuna speaker, hakuna TV. Hata wasikii kitu. Wamekaa tu wanasubiri muda uishe. Hata wakati wa lunch tulishindwa kuamudu pale. Ikabidi tukodishe zaidi ya kosta 20. Kuwabeba watu wengine pale, kuwapeleka eneo lingine, yani vitu andae mbadala wa chakula kwingine. Watu wakale chakula kwingine. Imani. Hiyo inaitwa imani. Yesu aliamini kuliko wengine. Na hapa anasema wakati mnapoamini mnaweza kufanya mambo tofauti. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya imani ya maono yetu. Na imani ya pili ni siku ile nilitangaza nikasema kanisa letu linaanza na ibada 2. Sio ibada moja. Sasa ibada 2 utampata nani?
Ungeanza moja kwanza uone inavyoenda kama watu watakuja. Maka watu wamekuja kwenye uzinduzi, sio kama wamekuja kuhamia kanisani. Kina Chaula kesho watarudi Mbeya. Hawajaja kanisani, wamekuja tu kushiriki uzinduzi. Kuna wale toka Morogoro wataondoka. Sasa unataka utaanza kwanza na moja. Ngambia 2. Jumapili ya kwanza na niwaambia pale Jumapili ijayo ibada 2. Ibada ya kwanza inaanza saa fulani, ibada ya pili inaanza saa fulani. Ibada ya kwanza Jumapili ijayo nikamwambia jazeni viti. Viti vikajazwa. Watu wakaja. Ibada ya kwanza watu wakajaa. Ibada ya pili watu wakajaa. Kanisa linaendelea. Wakati mnapoamini inaleta tofauti. Lakini lazima uanze kwa kuamini kama kiongozi. Inaleta tofauti. Na surprise ya 3 nikawaambia hapa tunakaa miezi 3 tu. Tunaondoka hapa. Sasa tunaenda wapi? Tunaenda mahali Mungu atakapotupeleka. Hatutakaa ukumbini tena. Tutapata eneo letu. Hatutakuwa tunasalia ukumbini tena. Ilikuwa ni kama wazimu. Kwa hiyo nikawaambia watu watafute maeneo. Wakati huo una hela mfukoni. Watu wakajua kuna mfadhili fulani kamwaga dola, ndio jamaa na jeuri. Huna sentano. Lakini nawaambia tutatoka hapa. Baada ya miezi 3. Sisi tukaanza kuomba kila siku ya maombi tulikuwa tunaombea Mungu tutoe hapa. Kwa sababu maisha ya ukumbini, ukumbi ule ni wa biashara, sio kanisa. Kuna siku sisi tuko pale ibadani, baada ya sisi kuna watu wamekodi. Kuna siku mimi nimealikwa kwenda kufundisha senani ya ndoa, ma-MC wa Dar es Salaam wameandaa, ambayo ni siku hiyo ya Bible study. Yaani tukimaliza tu Bible study, wanaofuata jioni ni watu wa semina ya ma-MC ambao hawajaokoka. Na mwalimu naye kwenda kufundisha, yani wale ma-MC wamekusanya wale wote wanaowasimamia kwenye ndoa zao. Wamewakusanya wale wanandoa wote walio wafanyia UMC, wamewaleta kuwafundisha mambo ya ndoa, afu mimi ndo mwalimu. Kwa hiyo nilisimama kwenye ibada ya Bible study kama mchungaji kufundisha washirika wangu. Walipomaliza tu nikapanda kubadilisha nguo, nirudi kwa sababu kuna semina tena ya MC wanakuja. Nilivyorudi chini nikuta ukumbi umebadilika, kila kitu tofauti. Alafu jukwani hapo nikamkuta alijakopa. Madhabahu ambayo mimi nimetoka kuhubiri. Sasa hizi kakanyaga alijakopa. Anawapa vidonge vyao. Moyo wangu ukaniuma. Nasema mimi si kweli nimekanyaga madhabahu, imebadilishwa kila kitu, wametoa makolokolo yote yale kimadhabahu. Wameipamba kisherehe. Halafu anayeburudisha alijakopa. Halafu ikifika wakati wa somo mimi ndo nije nifundishe. Kwa hiyo moyo ukaniuma, nikasema Mungu tunashare na alijakopa. Ilikuwa madhabahu, sasa hivi jukwaa. Lakini nikawaambia washirika tunatoka hapa. Na watu wakaanza kuniletea maeneo. Bwana tumepata eneo kule Kelege kule. Karibu na Bagamoyo. Naambia mimi ni wa town. Siendi kijijini. Hapa mjini. Sasa mchungaji, hapa mjini maeneo yamejaa. Halafu ili mjini unawezaje kupata eneo kubwa? Maeneo sasa hivi kutaka kupata maeneo kwa jiji kama la Dar es Salaam ni nje ya mji. Kisalawe, kule Pugu, maeneo ya Mkulanga, Bagamoyo, huko ndo maeneo yanapata. Mlandizi huko, nikamwambia Bon Town, hapa town. Hapa. Hamna cha Bagamoyo wala wapi. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anakuja na neno la Bagamoyo naambia hilo sio la Bwana. Kila mtu alikuwa anakuja sio Mkulanga, hilo sio la Bwana. Hapa. Mwisho akaamua kuniachia. Bwana mchungaji, bwana mambo yake asitusumbue. Nataka niwaambie hivi. Kodi yetu tuliokuwa tumelipa mwezi ule ilikuwa inaisha tarehe 30 mwezi wa 4. Ndio kodi ilikuwa inaisha. Tarehe 20 asubuhi nikiwa nimemaliza kuvaa nataka kutoka, simu ikaita. Nikapokea simu. Nani? Naongea na mtu wa miti mingi. Ndio. Nasikia kwa natafuta eneo. Nikamwambia ndio. Akasema kuna eneo liko hapa. Kuna jamaa alikuwa amepewa, ameshindwa kulilipia.
Kama unaweza kuja kuliangalia, kama litakufaa, basi njoo liangalie. Liko wapi? Liko Mbezi Beach. Sio Bagamoyo, Mbezi Beach. Sio Mkulanga. Nikakata simu, nikaenda, nikaliangalia lile eneo kubwa, ekari 4. Ekari 4. Lina fensi, lina majengo, lina jengo kubwa la kubeba watu 1000 kwa mara moja, lina maofisi. Kaambia eneo hili, nikauza mwenyewe ni nani? Nikaambia mwenyewe fulani, nipe namba ya simu. Nikainua simu hapo hapo nikapiga. Kama uko serious ndio tuongee. Nikamwambia mke wangu, washa gari twende. Kama ndoto tu. Ka drive tukaenda mahali kwenye kimgawa tu. Kama pale tunakunywa soda na maji, naongea na landlord. Bwana anaja nalo. Amina. Mko serious? Ndio, Bwana anaja nalo. Ile kwa siku ya Jumatano tunaongea na landlord. Akasema Jumapili nitakuja kusali na nyinyi kanisani kwenu. Akaja ukumbini Jumapili, tukasali naye. Jumanne tuko kwa wakili, tunaandikisha mkataba. Kabla ya tarehe 30. Kabla ya tarehe 30 tunaandika mkataba. Baada ya hapo ni maandalizi tu ya kuhamia. Tuatoa mabati yaliyokuwa yameozaoza, nini rekebisha, weka nini, paka rangi nini, weka tiles vizuri, Ongea na kanisa, tukaanza kufanya mahesabu 2 matatu. Haya jamani, kila mtu anakuja pale, washirika wenyewe mafundi wa kutosha, tukashambulia pale. Miezi 2 tulibadilisha yale mazingira. Leo hii tuko ndani ya jengo zuri la kisasa. Hivi mtumishi, hebu tuambie, hapa kuna kitu kimejificha. Hakuna kilichojificha, ni imani tu. Ni imani tu. Hakuna kingine. Amini katika kuwezekana. Chini hapo. Amini katika kuwezekana na utafute mtu ambaye ataweza kufanya yawezekane. Amini katika kuwezekana na utafute mtu atakayefanya yawezekane. I have come with stories to tell. I have come with testimonies. Take a look at me, you can see it. Say you can call me testimonies. It is my time and it is my season. All around me testimonies. And because the Lord is my shepherd, I shall never want. Every day testimonies. Everywhere testimonies. See the word is working and I'm so full of praise.
tunapinga utendaji wa shetani kwa jina la Yesu. Now I tell the story of how I overcame. I testify. Share your vision. Watu wako lazima wawe na uwezo wa kuelezea hayo maono. Lazima wajue wako wapi, wametoka wapi na wanaenda wapi katika maono wanayoyafuata. Shirikisha, uwe na ujasiri, usiwe na hofu ya kupinduliwa. Ndio maana hapa mwalimu anasema uwe na ujasiri wa kushirikisha wengine maono yako uliopewa na Mungu bila hofu ya kupinduliwa. Hakuna mtu anaweza kupindua. Kwanza ukiwashirikisha watu maono yako, ndio kwanza watakuinua, watayazungumza maono yako kote huko waliko. Amini katika kuwezekana. Chini hapo, amini katika kuwezekana na utafute mtu ambaye ataweza kufanya yawezekane. Amini katika kuwezekana na utafute mtu atakayefanya yawezekane. Ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na mafundisho ya neno la Mungu yaliyoletwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi.